Unaposoma Biblia, Biblia ni kitabu cha ajabu sana na ni kitabu kitakatifu. Inawezekana unayo Biblia umekaa nayo nyumbani kwako au unayo kwenye simu, na inawezekana haujipi muda wa kuisoma, lakini nataka nikwambie kuanzia leo na mpaka tunakuja kumaliza semina hii, naamini utajua ni muhimu ni kwa nini na mimi wewe unasoma Biblia inawezekana kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Haya maisha tunayoishi sasa hivi, kila kitu kimetoka ndani ya Biblia. Mimi na wewe tunaitwa wanadamu, si ndio? Sisi ni wanadamu. Hilo neno wanadamu lilitoka wapi? Wanadamu ni neno linalotokana na neno la Kiarabu bin Adam. Bin manake ni mwana wa Adam, ndio tunapata neno bin na Adam. Ni neno la Kiarabu bin Adam, mwana wa Adam. Kwa unaposikia tunasema wanadamu, manake ni wana wa Adamu. Kwa hiyo moja kwa moja hilo neno linathibitisha kwamba nini? Tumetokana na Biblia. Yaani nataka kuanza kupatia picha kwa nini maneno tunayotumia na vitu tunavyotumia ni moja kwa moja vimetoka kwenye Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama sisi ni wana wa Adamu, alafu tunaambiwa Yesu Kristo anaitwa Adamu wa pili, si ndio? Kwa nini Yesu anaitwa Adamu wa pili? Uhusiano wake na Adamu wa kwanza unatokea wapi? Nimepitia dhana tofauti katika vyuo vya Biblia, lakini bado nikawa sipati majibu. Maana watu wanakuambia tu mtumishi, wewe tu amini tu kwa imani kwamba yule ni Adamu wa kwanza na huyu ni Adamu wa pili. Lakini sasa leo naomba nikutembeze kwenye Biblia, nikuonyeshe ni jinsi gani Adamu wa kwanza na Adamu wa pili wanahusiana. Bwana Yesu asifiwe. Tukienda kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya pili mstari wa 25. Biblia inasema hapa ni Mungu ameshawaumba wanadamu. Anasema nao walikuwa uchi wote wawili, Adamu na mkewe, wala hawakuona haya. Ni kwa sababu Mungu alipomuumba Adamu na Hawa walikuwa hawana nguo zote, lakini hawakujua kama wako uchi kwa sababu walikuwa wamefunikwa na nini? Na utukufu wa Mungu. Lakini sasa hivi akitokea mtu yoyote akiwa uchi, tunamwambia rudi nyumbani ukavae nini? Ukavae nguo. Sasa hilo badiliko lilitokeaje? Lilitokea kwa sababu ya anguko la dhambi. Na tunaweza kuona ukienda kwenye Mwanzo sura ya 3, sasa tunaenda mbele. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 6 mpaka wa 8. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 6 mpaka wa 8. Biblia inasema mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitwaa katika matunda yake akala, akampa na mumewe naye akala. Mstari wa 7 Biblia inasema wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wako uchi, wakashona majani ya mtini wakajifanyia nguo. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya mti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Umeona?
kilichomtokea, na hii wengi wenu mnajua, kwa sababu sasa hivi wengine wako kwenye mwezi wa Kwaresma. Yesu kabla ya kupelekwa pale msalabani alifanya nini? Alivuliwa nguo zote, si ndio? Aliangikwa msalabani akiwa uchi. Kwa nini? Kwa sababu kama haya maandiko tuliyoyasoma hapa, kilichompata Adamu wa kwanza, alipotenda dhambi akawa nini? Akawa uchi. Kwa hiyo na Yesu alipofikia hatua ya kuzibeba dhambi za mimi na wewe, ilibidi wale maaskari wa Kirumi wamvue nguo awe uchi, ili apate taswira ile ile aliyokuwa nayo Adamu wa kwanza baada ya kutenda dhambi. Kwa hiyo ile ndiyo maana Waisraeli waliposoma kwenye kitabu cha Mwanzo, walipoona amevuliwa nguo, wakajua kumbe huyu ndiyo Masihi, kwa sababu Adamu wa kwanza alipotenda dhambi akawa uchi. Ndiyo maana huyu amefanyika uchi baada ya kubeba dhambi, kwa sababu kuleta ule mfanano wa Adamu wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaona, ndiyo maana yule anaitwa Adamu wa kwanza na huyo anaitwa Adamu wa pili. Adamu wa kwanza alikuwa uchi alipofanya dhambi, na Adamu wa pili naye anavuliwa nguo ili naye aibu yake ionekane ya dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Huo ni mfanano wa kwanza ambao inawezekana umekuwa ukisoma Biblia lakini hujauona kuna connection gani kati ya Adamu wa kwanza na Adamu wa pili. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo la pili ni kwamba Adamu kwa mujibu wa Biblia, tukisoma katika kitabu cha pale Mwanzo sura ya pili mstari wa 21 mpaka mstari wa 22. Mwanzo sura ya pili mstari wa 21 mpaka wa 22. Biblia inasema, Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja akafunika nyama mahali pake, na ule ubavu aliyoutoa katika Adamu Bwana Mungu akaufanya mwanamke akamleta kwa Adamu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunaweza kuona Mungu wakati anataka kumleta sasa Hawa ambaye ni mke wake na Adamu, alimfanya nini? Alihakikisha Adamu analala usingizi. Bwana Yesu asifiwe. Alafu akafanya operation ya kufanya nini? Ya kutoa ule ubavu, alafu akamfinyanga Hawa ambaye ni mkewe na nani? Na Adamu. Sasa mfanano unakuja wapi? Mfanano unakuja kwa Yesu Kristo ambaye ni Adamu wa pili. Anakufa msalabani, lakini kufa kwake msalabani ndipo anaenda kutuokoa mimi na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mfanano unatokea wapi? Naomba sasa nikuelezee hapa vizuri mfanano unatokea wapi. Ukisoma katika kitabu cha Yohana sura ya 11
11 mpaka mstari wa 14. Yohana sura ya 11 mstari wa 11 mpaka mstari wa 14. Aliyasema hayo, kisha baada ya hayo akawaambia, rafiki yetu Lazaro amelala, lakini nakwenda nipate kumwamsha. Basi wale wanafunzi wakamwambia, Bwana, akiwa amelala atapona. Lakini Yesu alikuwa amenena habari ya mauti yake, nao walidhania kuwa amenena habari ya kulala usingizi. Basi hapo Yesu akawaambia waziwazi, Lazaro amekufa. Bwana Yesu asifiwe. Naomba niishie hapo. Sasa ukienda pale kwenye kitabu cha Mwanzo, inasema Biblia, Mungu wakati anataka autoe ubavu ili amfinyange Hawa, alimfanya nini? Adamu alifanya nini? Alilala. Lakini ukienda kwenye neno la Kiebrania linafanana na hili neno lililotumika hapa kwa Lazaro, kwamba Adamu aliwekwa kwenye usingizi ambao ulikuwa ni sawasawa na kifo, kwa sababu Mungu asingeweza kufanya ile operesheni wakati Adamu yuko hai. Ndiyo hiyo neno lililotumika hapo, huo mfanano. Sasa nini kinaenda kuzaliwa? Linaloenda kuzaliwa pale ambalo linafananishwa na Hawa ni kanisa, na ndio maana kanisa linaitwa ni bibi harusi wa nani? Wa Kristo, ambaye ni sawasawa na Adamu wa kwanza. Mkewe alikuwa ni nani? Ni Hawa. Umeona hiyo? Unaiona hiyo picha? Sasa hiyo picha, ndio maana unaona Mungu anapotaka kumleta Hawa anamlaza usingizi Adamu, na Mungu anapotaka kuleta kanisa anahakikisha Yesu anakufa msalabani, ndipo kanisa linazaliwa. Unaona huo mfanano na kuletea Mwanzo, kwenye kitabu cha Mwanzo na hapa. Kwa nini yule anaitwa Adamu wa kwanza na anaitwa Adamu wa pili? Yaani huo ni mfanano. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Sasa hiyo ndiyo inaleta kwamba tukienda kusoma kwenye kitabu cha Efeso sura ya 5 mstari wa 25, sikia, huyu ni Mtume Paulo anasema, enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa. Umeona? Umeona huo mfanano? Sasa alafu mstari wa 32 anasema, siri hiyo ni kubwa, ila mimi nanena habari ya Kristo na kanisa. Hiyo siri ndiyo hii niliyowaonyesha hapa kwenye kitabu cha Mwanzo. Umenipata watumishi? Yaani siri anayesema Mtume Paulo ndiyo hii ya kilichompata Adamu akawekwa usingizi, ndipo Hawa akatokea. Ni sawasawa na Yesu alipokufa msalabani, ndipo kanisa likatokea. Ndio anasema kwamba hiyo ni siri, na inawezekana kwa maana umekuwa ukisoma Biblia hulioni hilo, kwa sababu hiyo ni siri, lakini nimekufungulia leo. Kwa unajua mchungaji, kuna watu wanasema Agano la Kale na Agano Jipya hakuna, yaani tuachane nao, lakini sasa leo ndio nitakuja kukuelewesha vizuri kwamba kwenye kitabu cha Mwanzo kimebeba Masihi pale. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nataka kuleta mfanano mwingine kati ya Adamu wa kwanza na Adamu wa pili. Bwana Yesu asifiwe. Tukija kusoma katika kitabu cha pale kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 21, pale turudi. Naomba ni pale kuna kapointi pale nataka niwaletee. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akaharakisha akatwaa ubavu wake mmoja akafunika nyama mahali pake. Sasa hilo
Ina maana wakati Adamu amelala alitoboa hapa sehemu ya ubavu ili afanye nini? Apate kutoa ule ubavu mmoja. Sasa sikia, tukienda kusoma katika kitabu cha Agano Jipya, sasa ukisoma Biblia inasema yule askari wa Kirumi. Sasa Yesu yuko pale msalabani. Nataka nikuelezee hicho kisa vizuri, unaweza kuja kutafuta mwenyewe. Wale wakao wanaongea, wanasema huyu ameshakufa au bado, kwa sababu kwa mujibu wa kilichokuwa kinafanyika pale, kama mtu alikuwa bado hajafa vizuri, walikuwa wanafanya nini? Wanavunja miguu. Kwa hiyo yule askari mmoja akasema inaonekana amekufa, lakini yule mmoja akasema hapana, tufanye nini? Tuhakikishe. Katika kuhakikisha, walimchoma mkuki wapi? Ubavuni. Walipomchoma mkuki ubavuni, Biblia inasema yakatoka maji na damu. Kama Adamu Mungu alipofungua upande wa ubavu. Jamani, najaribu kuwaletea Adamu wa kwanza na Adamu wa pili. Sasa hapa nakuja kuwauliza swali. Akina mama, nawauliza swali. Ambao waga mnafinyanga vyungu, waga mnatumiaga nini katika kufinyanga vyungu? Udongo, si ndio? Na kitu kingine maji. Asante. Umeona kwamba ajibu. Ndio maana alipotobolewa yakatoka maji. Yale maji ndio yalichukuliwa. Mungu anasema sisi alituumba kwa kutufinyanga kwa udongo. Kwa yale maji yaliyotoka ndio yalichukuliwa yakachanganya udongo ndo akatengeneza ule mwili wa Hawa. Kwa yale maji yaliyotoka ndio ilikuwa anaenda kufinyangwa kanisa, mpendo mimi na wewe. Ndio maana naenda taratibu. Asante mtumishi, mpaka tukimaliza mtafurahi. Hapo nitakuwa naenda kwa njia ya swali ili mpate kupata uelewa mpana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kitu kingine kilichotoka ilikuwa ni nini? Damu. Si ndio? Damu. Sasa kwenye mwili wa mwanadamu kinachobeba uhai ni damu. Ina maana baada Mungu, ukisoma Biblia ndio inakupa mchakato Mungu aliofanya katika kuumba mwanadamu, kwamba alitafuta udongo, akatafuta na maji, akafinyana, alafu akaweka damu iwe ndio inayobeba siri ya uhai. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hiyo damu, kumbuka hii ya mwanzoni huku ya damu aliyokuwa nayo Adamu wa kwanza ndiyo iliathirika na dhambi. Kwa ilibidi itoke damu nyingine ambayo ndio ya Yesu Kristo, ambayo haijaathirika, hii ndio itumike kulizalisha kanisa. Ndio maana sisi tunaokolewa na kusafishwa kwa nini? Kwa damu ya Yesu. Ndio maana ya kutobolewa ikatoka maji na damu. Bwana Yesu asifiwe. Na waletea mfano kati ya Adamu wa kwanza na Adamu wa pili, pale pale kwenye mwanzo. Sasa kitu kinachofuatia ni kwamba Biblia inasema, tukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya pili, pale pale sura ya pili mstari wa 7, Mwanzo sura ya pili mstari wa 7, Biblia inasema Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya
watu walipokuwa wanaumwa ugonjwa wa corona. Mtu ndio alikuwa ana damu iko mwilini mwake, lakini kama mtu alikuwa hana oksijeni alikuwa anafanya nini? Anakufa. Ndio maana ulikuwa unaona watu unasikia wameweka kwenye oksijeni, yaani damu anayo lakini hana pumzi ya uhai. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana hiyo, yaani hii pumzi, hii oksijeni ni Mungu ametupa. Sasa inakuja kujifananisha vipi huku kwa wakati wa Yesu? Yesu, naomba twende kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 8. Biblia inasema, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria. Naomba niwasomee pia Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 1 na mstari wa 2. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuweko wote mahali pamoja, kukaja ghafula toka mbinguni uvumi kama wa upepo. Hiyo ni pumzi. Umeona kitu cha mwisho Mungu alichokifanya ni kupulizia nini? Pumzi ndani ya nani? Ya Adamu na Hawa. Na Mungu kanisa kuzaliwa upepo. Hiyo ni pumzi ya Mungu inakuja kuingia, inajifananisha. Na ndio maana ukienda kwa Wayahudi wanakwambia siku Mungu alipompulizia pumzi Adamu ndio inaitwa siku ya Pentekoste. Iko hapa kwenye kitabu cha Mwanzo. Yaani Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 1 na wa 2 ndio Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7. Kama ulikuwa ujui, siku Mungu alipompulizia pumzi Adamu, ndio maana huku upepo kutoka mbinguni unatoka unakuja kuwajaza wanafunzi wake. Hiyo ndiyo pumzi. Mfanano huo. Sasa umeona kanisa linazaliwa kwa damu, kwa maji na kwa pumzi ya Mungu ambayo ni Roho Mtakatifu. Na kule Adamu wa kwanza ni hivyo hivyo, anafinyangwa, anawekewa damu ambayo ndio inabeba uhai, alafu Mungu anapulizia pumzi. Ndio maana huyo yule anaitwa Adamu wa kwanza, huyo anaitwa Adamu wa pili. Iko kwenye kitabu cha Mwanzo. Sasa inawezekana ulikuwa hujalingambua hilo, hata na mimi nilikuwa silijui, lakini nilipokutana na Wayahudi nilishangaa. Na wenyewe wanakuambia siku ya Pentekoste ni sikukuu ambayo Mungu alimpulizia Adamu pumzi ya uhai. Na ndio maana siku Roho Mtakatifu aliposhuka inasema ulitoka upepo ni pumzi. Yaani ndio inajirudia inafanana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Hapa ndio yaani ndio kwanza ninaanza. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kitu ambacho natamani kufahamu wapendwa ni kwamba sisi, mimi na wewe tuliookoka, tunaitwa wana wa Adamu wa pili. Hamjanipata? Kama mtu hajaokoka tunamwita mwanadamu, kwa sababu anatokana na nani? Na Adamu wa kwanza, kwa sababu damu yake bado ni kama ya Adamu wa kwanza. Lakini sisi kwa sababu tumeoshwa na damu ya Yesu, ndio maana tunaitwa Adamu wa pili. Yaani DNA zetu sasa ni kama za Yesu, sio kama za babu yetu tena Adamu. Na kuanzia hapa, ili upate kujua watu waliookoka ni kina nani na kanisa la Yesu Kristo ni kina nani, ili baadaye nikiwa nasema neno kanisa usidhanie nasema dhehebu. Ninasema watu walio
kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Sasa hii inawezekana mliona kwenye zile video, lakini nitarudia kidogo, nitapita afu nitaendelea. Niliwaeleza unapotafsiri maandiko yana hatua tatu ya kuyatafsiri ambayo huwaga hatuyapataki kwenye Biblia zetu za Kiswahili. Lakini leo nataka nianze kuleta wanaita kodi za Masihi kwenye zile namba, ili upate kupata jinsi gani unaweza ukamtafuta Masihi kwenye Biblia, kumtafuta Yesu kuanzia kwenye Agano la Kale mpaka Agano Jipya. Bwana Yesu asifiwe. Ukienda kwenye historia ya Wayahudi inasema Adamu alipoumbwa ilipita miaka 33 na nusu. Ndio maana sasa Yesu anakuja, anazaliwa, anakufa msalabani akiwa na miaka 33 na nusu, ili akirudia kile kilichompata Adamu. Ndio maana Wayahudi wanamwita yule Adamu wa kwanza, huyo Adamu wa pili. Huo ni mfanano wa 4. Hiyo mifanano mitatu tunawaletea, huo ni wa 4. Na ndio maana sasa ukija ukisoma katika kitabu cha Samueli wa pili sura ya 5 mstari wa 5b unasema, hapa unamwongelea mfalme Daudi alitawala kwa muda wa miaka mingapi? Biblia inasema na katika Yerusalemu alitawala miaka 33. Umeona? Yaani mfalme Daudi alitawala Yerusalemu pale miaka 33. Kwa sababu Yesu anapokwenda pale anakaa miaka mingapi? 33. Na kwa sababu huku Biblia imekwisha kusema kwamba Yesu atakuwa ni mwana wa Daudi, kwa hiyo kitendo cha mfalme Daudi kutawala pale Yerusalemu miaka 33, ndio maana Yesu alipokuja akafa msalabani akiwa na miaka 33, wakasema amekwenda kufanya kama babu yake ambaye ni Daudi. Kwa huyu lazima ndo Masihi. Umeona hiyo picha? Yaani ninakupa picha kwa nini Wayahudi wameweza kutambua kwamba Yesu ni Masihi. Kwa sababu gani? Mimi na wewe wakati Agano la Kale limeandikwa hatukuwepo, si ndio? Lakini tunajua historia ya kilichotokea hapa mpaka Yesu akafa, na ndio maana mpaka tunasherehekea na nini. Tunajua kwamba Yesu kweli alikuja akafa akiwa na miaka 33. Hiyo tunayo kihistoria. Sasa ndio maana mfalme Daudi tunaposoma Biblia ndio anakuja kututhibitishia kwamba kwa nini Yesu alikuwa na miaka 33. Ndio ili sisi, mimi na wewe, tuende kwenye historia, then hiyo historia ituthibitishie kwamba kumbe kweli Yesu ni Masihi kwa mujibu wa Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Yaani historia inakuja kuthibitishwa na Biblia. Ndio maana nikasema sikuwa napenda watu ambao wanakuja wananifundisha mimi afu wananiambia mtumishi tu amini kwa imani. Nikasema sawa, naamini kwa imani kwamba Yesu ni Masihi, lakini naomba unithibitishie kihistoria na kibiblia. Na mimi kwa sababu mimi ni mhandisi, the way jinsi tunavyofanya, ukiwa unasomea uhandisi kisayansi, ni lazima uthibitishe kitu kivitendo. Bwana Yesu asifiwe. Lazima uthibitishe nini? Kitu kivitendo. Ndio maana kuna nadharia alafu kuna vitendo. Hiyo yote ikipita, hiyo nadharia ikipita kwenye vitendo, ndio tunakuja tunathibitisha kwamba hii dhana inafanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana kabla ya kufanya mradi wote au project yoyote, kwa mimi hata nilipokuwa nikifanya kazi, kila kitu tunaanza kwanza kukifanyia majaribio. Tukikifanyia majaribio kikapasi,
ndio tunaenda kuingia kwenye hatua ya uzalishaji. Na ndio maana mimi nilikuwa kwenye mfumo wa magari. Ndio nilikuwa injinia kwenye mifumo ya magari. Ndio maana ukija ukinunua gari mpya, wanakwambia hii injini tunakupa guarantee ya kilomita 100,000 haiharibiki. Unafikiri wao wamejuaje? Kwa sababu tushafanya huko majaribio. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mtu anakuja anakufundisha yeye mwenyewe hana uthibitisho. Na ndio maana nikaja mimi mwenyewe kuthibitisha kwamba wa Pentecoste ndio wenye kweli. Kwa sababu dini na madhehebu mengine yote yameshindwa kuthibitisha. Yameshindwa kuthibitisha. Na ndio maana sasa wale Wayahudi waliookoka ukikaa nao wanakuthibitishia hivi ninavyothibitishia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndio maana hiyo namba 33 tunaita ni kodi. Yaani kama simu yako si unawekaga password ili mtu yeyote asiweze kufungua ila wewe au mtu mwingine ambaye utamwambia ile password, si ndio? Ndio hizi sasa tunazifungua leo. Kwamba tunazifungua ili na nyewe mweze kufungua mkaona kwamba kweli Yesu ni Masihi. Sasa jambo jingine ambalo nataka niwasilishe leo ni kwamba unaposoma Biblia kuna kodi nyingi ambazo zimejificha, lakini hiyo kuna kodi moja ambayo leo ninataka nifungue kwenu. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 29 mstari wa 35, hapo ngoja niwape kwanza kama taarifa kabla ya kuchambua huo mstari. Ukisoma pale juu, Biblia inaanza kumwelezea Lea ambaye ndio mke mkubwa wa Yakobo. Inamwelezea pale watoto jinsi anavyoanza kuwazaa, ule mtiririko. Anaanza kumzaa Rubeni, alafu anakuja kumzaa Simeon, alafu anamzaa Levi ambao ndo anatoka Walawi. Alafu mtoto wa 4 anazaliwa Yuda. Mtoto wa ngapi? Semeni kwa nguvu watumishi, mtoto wa ngapi? Naomba uishike hiyo namba 4. Tutaendelea. Ishike namba? Sema kwa nguvu 4. Haya. Yuda huyo kazaliwa ni mtoto ngapi? Wa 4. Sasa twende kwenye Mwanzo sura ya 49. Mwanzo 49 mstari wa 8 mpaka wa 10. Sasa hapa ni Mungu kwa kupitia Yakobo anawaambia unabii kuhusu kila kabila. Bwana Yesu asifiwe. Sikia kitu ambacho Yakobo anamwambia Yuda. Anasema, Yuda, mstari wa 8, ndugu zako watakusifu, mkono wako utakuwa shingoni mwa adui zako, wana wa baba yako watakuinamia. Yuda ni mwana simba kutoka katika mawindo, mwanangu umepanda, aliinama akajilaza kama simba, na kama simba mke ni naye atakayemwamsha. Fimbo ya enzi haitaondoka katika Yuda, wala mfanya sheria katika miguu yake, hata atakapokuja yeye mwenye miliki ambaye mataifa watamtii. Huu inaongelea kwamba kutoka kwa Yuda atakuja kutoka nani? Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sasa hapa unaona, ndio naomba sasa niwaelezee. Ukisikia tunasema Wayahudi
wanaitwa Wayahudi, lakini kuna Waisraeli ambao sio wa kabila la Yuda. Yaani kuna wa kabila ya Rubeni, Simeoni, Isakari, Levi, lakini kabila la Yuda ndio wanaitwa Wayahudi, na wako wachache sana, si wengi. Kwa hili taifa la Israeli unaloliona sasa hivi, hao wengi wao walioko hapo ni Waisraeli, lakini wa kabila la Yuda. Na ndio maana yale maandiko ya pale mwanzoni inasema Yesu ni simba wa Yuda. Ndio hii inaongelewa hapo, lakini pia anasema mikono yake itakuwa shingoni mwa adui zake. Kwa maana unaona Israeli kila vita inayopigana na adui zake inashinda, kwa sababu imeandikwa hivyo. Sasa ukija ukiangalia sasa kutoka Mungu alipomuumba, naomba hiyo iandike, naenda nayo taratibu. Mungu alipomuumba Adamu mpaka anapokuja kutokea Abraham ni miaka 2000. Na kutoka Abraham mpaka Yesu anakuja duniani, anazaliwa yani duniani kama Masihi, ni miaka mingine 2000. Kwa hiyo jumla inakuwa miaka mingapi? 4000. Sasa ukienda Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 8, Biblia inasema huyo ni Petro anasema, sasa hamjui ya kwamba kwa Mungu siku moja ni sawasawa na miaka 1000? Petro wa pili mstari wa 3, Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 8, Biblia inasema hamjui kwamba kwa Mungu siku moja ni sawasawa na miaka 1000. Ina maana kama Yesu amekuja kuzaliwa miaka 4000 baada ya kuumbwa Adamu, ina maana ilikuwa siku ya ngapi? Siku ya 4. Mnakumbuka nimewaanzia niambia ishikeni hiyo 4, kwa sababu ni kodi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ninawapitisha kwenye namba kiinjinia. Ndio maana nenda taratibu, hiyo namba 4 ishike. Kwa hiyo Yesu anakuja kuzaliwa miaka 4000 baada ya kuumbwa Adamu wa kwanza, ambayo kwa mujibu wa Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 8 kwamba siku moja ni sawa na miaka 1000. Ina maana Yesu anatokea siku ya 4. Umeona hiyo? Sasa naomba twende kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza, Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 15 mpaka wa 19. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 15 mpaka wa 19. Nadhani kila wote mshafikia. Naomba nisome. Biblia inasema, tena iwe ndiyo mianga katika anga la mbingu itie nuru juu ya nchi. Ikawa hivyo. Mungu akafanya mianga miwili mikubwa, ule mkubwa utawale mchana, ambayo ni jua sasa hilo, na ule mdogo utawale usiku, hiyo ni mwezi. Alafu akasema akafanya nyota pia. Mstari wa 17, Mungu akaiweka katika anga la mbingu itie nuru juu ya nchi, na kuutawala mchana na usiku, na kutenga nuru na giza. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 4. Sasa twende tukasome Yohana sura ya 8 mstari wa 12. Yohana 8:12. Basi Yesu, Yohana sura ya 8 mstari wa 12.
wanahusishwa na hizo nuru. Kwa sababu Mungu aliumba siku ya 4, ndio maana Yesu anakuja miaka 4000 baada ya kuumbwa Adamu, ili awathibitishie kwamba yeye ndio nuru ya ulimwengu. Kibiblia mimi tulie, hizi mwambie mwenzako, hizi ni kodi za Masihi, Messianic kodi wa Wayahudi wanaziita. Tunazifungua kweli kweli. Sasa naomba tuende Mathayo sura ya 2 mstari wa 1 na wa 2. Mathayo sura ya 2 mstari wa 1 na wa 2. Mshapata? Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi zamani za mfalme Herode, tazama majusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliona nyota yake mashariki. Kwa sababu nyota zilitokea siku ya ngapi? Ya 4. Umeona kuunganishia huku na kule kibiblia. Kwa hiyo ndio nasema Biblia unapoisoma usisome na mapana, kwa sababu kuna vitu mle unapaswa wewe unaposoma unaviruka kama ni vitu vya kawaida vile vimewekwa ili kuthibitishia wewe Yesu ni Masihi. Sasa nataka nikupeleke tena kwenye andiko lingine. Twende katika kitabu nasoma Biblia, Ufunuo 22:16 inasema, mimi Yesu nimemtuma malaika wangu kuwashuhudia ninyi mambo hayo katika makanisa. Mimi ndiye shina na mzao wa Daudi, ile nyota yenye kung'aa asubuhi. Sasa hapa wakati anazaliwa mamajusi wamethibitisha kwa ile nyota walioiona, lakini hapa sasa anasema mwenyewe wazi wazi kwamba hiyo nyota ni Yesu. Huko ndo tulikopata watu maarufu tunawaita nini? Nyota. Kwa sababu superstar wa kwanza, nyota wa kwanza alikuwa ni Yesu Kristo. Kwa hiyo najaribu kuwaelewesha kwamba matamshi na vitu tunavyoviona duniani vinatokana na Biblia. Superstar wa kwanza, nyota wa kwanza alikuwa ni Yesu. Kwa sababu Mungu aliumba mwezi, jua na nyota siku ya 4. Andiko lingine, twende Ufunuo sura ya 21 mstari wa 23. Sasa hapa shikwa na kutupwa, alafu ikaletwa mbingu mpya na nchi mpya. Sasa sikiliza, mbingu mpya na nchi mpya ikoje? Ufunuo sura ya 21 mstari wa 23, na mji ule hauhitaji jua wala mwezi wala kuangaza, kwa maana utukufu wa Mungu hutia nuru. Taa yake ni mwana-kondoo. Taa yake ni mwana-kondoo. Kwamba kwenye dunia hii Mungu aliumba jua, mwezi na nyota siku ya 4 ambayo ilikuwa inamthibitisha Yesu. Ndio maana kwenye mbingu mpya na nchi mpya Yesu mwenyewe hiyo ni kodi namba 4. Namba 4. Sasa naomba niwapeleke kwenye kisa cha twende kwenye kitabu cha Yohana sura ya 11 mstari wa 8 na wa 9. Wale wanafunzi wakamwambia, Rabi, juzi tu Wayahudi walikuwa wakitafuta kukupiga kwa mawe, nawe unakwenda huko tena. Mstari wa 9. Yesu akajibu, je, saa za mchana si 12? Mtu akienda mchana hajikwai, kwa sababu aiona nuru ya ulimwengu huu. Umeona hapo? Yesu anawaambia wanafunzi wake, mtu akienda mchana
watumishi wa Mungu. Sasa kuna kitu hapo natamani mkipate. Biblia ilipoandikwa imeandikwa ili kuthibitisha kwamba Yesu ni Masihi. Unaona ni jinsi gani tumeanzia kwenye kitabu cha Mwanzo mpaka tukaja kwenye kitabu cha nini? Cha Ufunuo. Tumempata Yesu kwenye mwanzoni na tukapata Yesu mwishoni kwa kupitia hiyo kodi ya namba 4. Kwa hiyo ninaamini siku ukiwa unaisoma Biblia utakuwa unajua jinsi ya kumtafuta Yesu kutoka kwenye kitabu cha Mwanzo mpaka cha Ufunuo kwa maandiko. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maandiko. Sasa tukienda kwenye kitabu cha Wafalme tunaenda Samueli wa kwanza sura ya 17. Samueli wa kwanza sura ya 17. Pale tutasoma mstari wa 50, 51 na 54. Lakini hapa ninataka niwafungulie fumbo fulani. Hili fumbo limejificha hapo. Hapa ni Goliati. Goliati wamekuja na majeshi yao, wanataka kupigana nani? Na taifa la Israeli. Tukisoma kule juu, Daudi anampiga Goliati. Lakini baada ya kumpiga Goliati, anamfanya nini? Anamkata kichwa. Hapo kuna kodi tunaenda kuifungua. Mwambie jirani yako kuna kodi tunaenda kuifungua. Tunaifungua kutoka kwenye Biblia. Sasa tukisoma Samueli wa kwanza sura ya 17 mstari wa 50 nasema, hivyo Daudi akamshinda yule Mfilisti kwa kombeo na jiwe, akampiga Mfilisti akamua, walakini Daudi hakuwa na upanga mkononi mwake. Ndipo Daudi akapiga mbio akasimama juu ya Mfilisti, akautoa upanga wake, akaufuta alani mwake, akamua, akamkata kichwa kwa upanga huo. Nao Wafilisti walipoona ya kuwa shujaa wao amekufa, wakakimbia. Naomba nisome mstari wa 54 hapo hapo. Naye Daudi akakitwaa kichwa chake yule Mfilisti na kukileta Yerusalemu, lakini silaha zake akaziweka hemani mwake. Tukisoma hapo, Mfalme Sauli alitoa ahadi, atakayemuua Goliati atafanya nini? Atamwozesha binti yake. Kwa hiyo hapo hicho kinachoendelea ni kwamba Daudi keshamkata kichwa. Sasa nani? Goliati amekichukua kile kichwa, ameenda nacho Yerusalemu kwenda kumwonyesha Sauli kwamba Bwana, ulisema tukishaua tukaleta kichwa, mnafanya nini? Unaniozesha. Ndio alikuwa amepeleka kichwa cha Mfalme Sauli. Sasa hapa
Yaani Golgotha ni neno la Kiebrania linalomaanisha Goliati wa Gati. Ndio maana ya Golgotha, ambao kwa neno la Kilatini au Kirumi ndio inaitwa Kalvari. Kalvari maana yake skull, yaani maana yake fuvu. Fuvu la Goliati. Daudi ndio alienda kuliweka hapo Golgotha. Sasa ukienda kusoma kwenye Yohana sura ya 19, Yohana sura ya 19 mstari wa 17, Yohana 19 mstari wa 17, akatoka hali akijichukulia msalaba wake mpaka mahali paitwapo fuvu la kichwa, au kwa Kiebrania Golgotha. Sasa hapo Golgotha ndipo mfalme Daudi alikwenda kuzika ile fuvu la nani? La Goliati. Kwa Golgotha kwa Kiebrania ni fuvu la Goliati wa Gati. Sasa ndio maana wale maaskari wa Kirumi walienda wakauchukua ule msalaba, wakauweka juu ya lile fuvu, wakaenda kutimiza ule unabii, uzao wa mwanamke utaponda kichwa cha nyoka. Kile kichwa cha Goliati pale kilikuwa kimewakilisha uzao wa nyoka. Kwa hiyo Mfalme Daudi ndio aliyoenda kuweka alama kwamba ule msalaba wa Yesu uje uwekwe hapa ili watimize huu unabii, ambao unabii unaupata kwenye Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15 inasema, nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake, huo utauponda kichwa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ndio maana Daudi anapokikata kichwa cha Goliati, anapoenda kukizika pale, anaenda kukizika ili wale wanapokuja kuweka msalaba wa Yesu Kristo waweke juu ya kile kichwa cha Goliati ili kitimize unabii. Kwa hiyo inawezekana ulikuwa unasoma tu kama maandiko, kama story, lakini kila kitu kilikuwa kinafanyika kwa utaratibu ili kutimiza unabii. Lakini pia pale tukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 4 mstari wa 10, hapa ni Kaini baada ya kumuua Habili. Kaini amekufa mbele za Mungu, anaongea na Kaini, anamwambia, umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa tena kuna unabii ulipokea. Kitendo cha kuchukua ule msalaba na kuweka juu ya fuvu ambalo lilikuwa la Goliati, na wakaponda kile kichwa cha uzao wa nyoka pale Golgotha. Ile damu ilivyochuruzika pale, ikaenda kunyamazisha ile damu ya Habili iliyokuwa inalia, ikaenda kunyamazisha. Badala ya kunena mabaya, ikaanza kunena mema. Na hiyo unaweza ukaipata kwenye Waebrania sura ya 12 mstari wa 24. Waebrania sura ya 12 mstari wa 24 inasema, na Yesu mjumbe wa agano jipya na damu ya kunyunyizwa inenayo mema kuliko ile ya Habili.